Karibu katika simulizi ya Saidi Mtanda. Saidi Mtanda ni miongoni mwa viongozi waliokuwa ndani ya mfumo wa utumishi wa umma wa Tanzania, wakijifunza uongozi hatua kwa hatua kupitia majukumu mbalimbali ya kisiasa, kiutawala. Safari yake ya uongozi imejengwa juu ya nidhamu, uwajibikaji na kusimama karibu na wananchi anaoongoza. Katika hatua za awali za maisha yake ya utumishi wa umma, Mtanda alijengea uzoefu kupitia siasa za uwakilishi, ambapo aliwahi kuwakilisha wananchi kama mbunge. Kipindi hicho kilimpa fursa ya kufahamu kuwa undani wa maisha ya wananchi wa kawaida, changamoto zao, matarajio yao na uwajibikaji wa viongozi katika kutafuta suluhu. Uzoefu huu ulimjenga kuwa kiongozi anayesikiliza zaidi kabla ya kutoa maamuzi. Baadaye serikali ilimwamini kwa kumpa majukumu ya kiutawala, akihudumu katika nafasi za uongozi wa wilaya na mkoa. Katika nafasi hizo, Mtanda alijifunza kuwa kiongozi si tu mamlaka bali ni dhamana. Alijikita katika kusimamia utekelezaji wa sera za serikali, kuhakikisha amani na utulivu, pamoja na kusukuma mbele mradi wa maendeleo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja: elimu, afya, miundombinu na ustawi wa jamii. Mwaka 2024 Saidi Mtanda aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkoa mkubwa na wenye umuhimu wa kiuchumi na kijamii katika kanda ya Ziwa. Uteuzi huu ulikuwa kilele cha safari yake ya uongozi na pia mwanzo wa jukumu zito zaidi. Mwanza ikiwa ni mchanganyiko wa shughuli za uvuvi, biashara, viwanda na kilimo, ilihitaji kiongozi mwenye thubutu, usikivu na uwezo wa kusimamia maslahi tofauti ya wananchi wake. Akiwa mkuu wa mkoa, Mtanda amejitambulisha kama kiongozi anayesisitiza uwajibikaji wa watumishi wa umma, matumizi bora ya serikali na rasilimali, pamoja na ushirikiano wa serikali na wananchi. Amehimiza viongozi wa ngazi zote kufanya kazi kwa karibu jamii, kusikiliza kero zao na kutatua migogoro kwa haki na busara. Aidha, amekuwa akihamasisha maadili mema, mshikamano wa kijamii na uzalendo katika kulijenga taifa. Kwa ujumla, simulizi ya Saidi Mtanda ni simulizi ya kiongozi aliyepitia ngazi mbalimbali za uongozi, akijifunza kutoka kwa wananchi na mifumo ya utawala na hatimaye kupewa dhamana ya kuongoza mkoa muhimu. Ni simulizi ya safari ya wajibu, uaminifu na imani kwamba maendeleo ya kweli huanza kwa kusikiliza na kuhudumia watu. Karibu nikupitishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho, ukuaji wake pamoja na historia yake kwa ujumla. Saidi Mtanda. Saidi Mtanda, utambulisho wake mwepesi ni kwamba ni afisa wa serikali ya Tanzania ambaye kwa sasa ameteuliwa kuhudumu kama mkuu wa mkoa wa Mwanza. Uteuzi wake wa rasmi, yani Regional Commissioner wa Mwanza, aliteuliwa rasmi tarehe 31 Machi, ulikuwa ni mwaka 2024 na kuendelea kukaa cheo hadi sasa. Mtanda ni mmoja wa viongozi wa umma wa chama tawala CCM. Amejiweka hadharani kwa namna alivyotekeleza majukumu yake aliyowekwa serikalini, historia na uzoefu wake wa kazi. Mbunge wa Mchinga, Lindi. Kabla ya uteuzi wake kama mkuu wa mkoa, Saidi Mtanda aliwahi kuwa mbunge wa Mchinga, mkoa wa Lindi, ambapo alihudumu katika kipindi cha mwaka 2010 hadi mwaka 2020 chini ya chama cha CCM, Chama cha Mapinduzi. Uongozi wa wilaya mkoa. Mtanda ameishi kuongoza maeneo mbalimbali ya utawala, ikiwemo mkuu wa wilaya Nkasi ya Arusha na pia mkuu wa mkoa wa Mara kabla ya uteuzi wake wa kwanza. Uteuzi wa Mwanza, aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Hiyo ilikuwa ni Machi 31 mwaka 2024, cheo ambacho bado anafanya kazi hadi sasa, akitekeleza sera ya mipango ya serikali. Majukumu na shughuli zake kama mkuu wa mkoa. Kazi za Mtanda kama RC wa Mwanza zinajumuisha kusimamia utekelezaji wa sera za serikali, kusimamia miradi ya maendeleo pamoja na kusimamia masuala ya usalama na ustawi wa wananchi mkoani. Ameonekana kwa mkutano wa wadau pamoja na kuhamasisha matumizi bora ya rasilimali za ndani kwa maendeleo ya jamii. Hapa chini ni baadhi ya mambo aliyokuwa akifanya akiwa mkuu wa mkoa. Ushuhuda wa uongozi na sera. Ushirikiano wa sekta binafsi. Amehimiza taasisi za umma kuwekeza kwenye biashara za ndani ili kuongeza ajira na kukuza biashara. Masuala ya mapato ya ndani. Ameingiza matumizi ya mapato ya ndani halmashauri kwa ajili ya miradi ya maendeleo kama afya, elimu na miundombinu. Kusimamia masuala ya jamii. Amekuwa akihimiza matumizi ya sahihi, ikiwemo kusaidia maendeleo ya uwekezaji pamoja na kusimamia amani na utulivu na shughuli za wananchi. Ushirikiano na viongozi wa dini. Ametumia fursa kupitia ushirikiano na viongozi wa dini katika kukuza maadili mema ndani ya jamii. Kujibu changamoto za wananchi. Amekuwa akiweka msisitizo juu ya kusikiliza mamlaka ya wananchi kudaiwa kushughulikia migogoro kama migogoro ya ardhi kwa njia ya ufanisi. Sifa na msimamo wake kama kiongozi. Saidi Mtanda amejengea sifa
kuwa kiongozi anayejali huduma kwa wananchi, anayehimiza nidhamu na utekelezaji wa kazi bora kwa watumishi wa umma na utekelezaji wa majukumu yake kwa kuzingatia sera ya serikali kwa maendeleo ya mkoa iliyopo. Amehimiza umuhimu wa haki, usawa na kupambana na rushwa kama sehemu ya kazi yake. Hii ni historia ya Said Mtanda. Ni Usiku TV.